Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii ikiwemo Chadema in Blood walitoa taarifa kuhusiana na madai ya kutekwa kwa mlinzi wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Mlinzi huyo anaitwa David Jumbe anadaiwa kutekwa na watu wasiojulikana. Taarifa kutoka ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema zinaeleza kwamba msaidizi wa Lissu ametekwa. Msaidizi wa Mheshimiwa Tundu Lissu David Jumbe pichani ametekwa usiku kuamkia leo na maafisa wa usalama wa taifa ambao walikuwa na silaha za moto. Jumbe ametekwa akiwa nje ya geti la nyumbani kwake. Wananchi waliokuwa wanakimbiza gari iliyomtekwa wameiona ikiingia kwenye nyumba za usalama wa taifa zilizo maeneo ya Mbweni. Watekaji walifyatua risasi kuwatawanya mashuhuda wa tukio hilo. Ujinga huu tutakomesha, hatuwezi kuishi kwenye nchi ya utekaji, waliandika ujumbe huo kupitia katika kurasa zao za mitandao ya kijamii katika ukurasa wa Chadema in Blood. Lakini pia makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche amezungumza na kuandika katika ukurasa wake wa mtandao wa Insta muda mfupi baada ya taarifa hizo. Amesema kwamba kutawala nchi kwa kujaza watu hofu, mauaji, ukatili na vitisho haiwezi kuwa njia sahihi na haitakubalika duniani kote. Njia hizi zimeshindwa. Njia ya Zimbabwe italeta shida kubwa nchi yetu. Msaidizi binafsi wa mwenyekiti Tundu Lissu amechukuliwa kwa njia za utekaji jana usiku. Mwacheni Mheshimiwa David Jumbe, maana kila mtu anajua vyombo vya dola ndio mnafanya mambo haya. Kama anakosa mpelekeni mahakamani ashtakiwe. Ameandika hivyo kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa Insta pamoja na kurasa zake za mitandao mingine ya kijamii. Ni taarifa za madai ambazo bado hazina uthibitisho wowote kutoka kwa vyombo vya ulinzi na usalama nchini Tanzania, lakini pia jeshi la polisi bado halijatoa taarifa yoyote kuhusiana na madai haya ambayo yanaelezwa na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia katika kurasa zao za mitandao ya kijamii. Tuzidi kufuatilia kwa kina na kukusogezea kila ambacho kinajiri kuhusiana na taarifa hizi